habari za mechi ya mtoano lazima ucheze kwa akili kubwa sana. Kiuhalisia ni kwamba sisi mechi tulishaimaliza kule Eswatini, tukapata mabao yetu matatu, shughuli ikawa imeisha hapo. Tukaamini ya kwamba Nsingizini hawezi kutufunga hata tucheze miaka mitatu mtawalia, hana uwezo wa kufunga. Kwa nini tunafanya sasa? Madhari tumeshatimiza malengo ya kupata ushindi na tumeshafuzu. Sisi tumefuzu group stage wiki iliyopita. Leo ilikuwa ni mkamilisho wa ratiba. Sasa baada ya kujigundua kwamba tayari tumeshafuzu kwenda hatua inayofuata, tulichokifanya hii leo, kwa kuwa mbele yetu tuna kibarua kigumu kweli kweli. Tuna mechi siku 3 baada ya leo dhidi ya TRA, tuna mechi siku 5 baada ya leo dhidi ya Azam FC. Tukalazimika kucheza kwa kuanza maandalizi kuelekea mchezo wetu dhidi ya TRA, dhidi ya Azam FC. Ukiangalia ratiba kutoka hii leo tarehe 26, tuna siku 3 tu hapa za kusafiri na kufanya mazoezi kwenda kucheza na TRA. Baada ya TRA na siku hii moja tu ya kwenda kucheza dhidi ya Azam FC. Sasa basi ambacho mwalimu alikifanya leo, kwa kuwa tayari tumeshafuzu na kwenda hatua inayofuata, hatuna sababu ya kutumia nguvu kubwa leo, hakuna sababu ya kuchosha wachezaji leo, hakuna sababu ya kuwatia pressure wachezaji leo. Wachezaji wacheze kwa kutunza nguvu, wachezaji wacheze kwa kurelax, wachezaji wacheze kwa kujiachia, tukijiandaa na mechi ya tarehe 30 dhidi ya TRA. Kimsingi ni kwamba mwalimu alikuwa ameshaanza maandalizi kutumia mechi hii dhidi ya Nsingizini. Mwalimu alikuwa anafanya maandalizi kuelekea mechi dhidi ya TRA, na ndio maana muone mambo yamekwenda vizuri kweli kweli. Hata mwenyewe mwalimu haukumuona na pressure kubwa za kupambana na wachezaji wake, za kuelekeza, sababu ameshawaambia waende wakacheze kistaarabu, kiungwana, waenjoy, atengeneze pattern zake pale tukazitumie kwenye mechi dhidi ya TRA.